Tunakutakia weekend nzuri mtazamaji wa BG Online TV popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia kwa muda huu. Mtazamaji, tunathamini sana kwa kuendelea kufuata habari zetu ambazo zinakujia kwa saa na dakika, ikiwa zinatoka kwenye kona 4 za dunia, hasa zile za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kunaendelea kushuhudiwa mapambano kati ya waasi wa M23 dhidi ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wazalendo. Mtazamaji, bado hujachelewa kusubscribe kwenye channel yako ili uendelee kupata habari zetu zenye ukweli na sahihi. Na baadaye kisha kufuatilia habari zetu, ni vizuri pia kuweza kumtumia mtu wako wa karibu na kumwambia kwamba na yeye aweze kujiunga kwenye channel yetu ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu zinazojiri kwenye eneo tofauti. Mtazamaji, leo hii tumekuletea habari zetu hizi kwa leo kutokana na mapambano ambayo yaliyojiri kwenye maeneo ya Nyantende, simbali sana na katikati mwa mji wa Bukavu, kati ya M23 na wazalendo ambao walikwenda kushambulia eneo lile tangu siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 22 March 2025. Mtazamaji, leo tunakuletea habari tofauti. Miongoni mwa habari hizo ni pamoja na zile za mapambano kati ya wazalendo dhidi ya M23 katika maeneo ya Nyangezi, mkoa wa Kivu ya Kusini. Nyangezi ni eneo ambalo linapatikana kwenye umbali wa kilomita kadhaa na katikati mwa mji wa Bukavu. Vile pia mtazamaji, utapata habari zinazosemwa kwamba administrator wa tarafa la Moba amekanusha uwepo wa vikundi vya M23 katika tarafa hilo. Hivyo nikiisha kuzagazwa kwa habari kwamba M23 tayari wamekwisha kuanza kuonekana katika maeneo hayo ya tarafa la Moba. Vile pia tutakuwa na habari za huko Walikale mtazamaji, na habari zingine tofauti. Naam. Asante mtazamaji kwa kuweza kusubscribe kwenye channel yako ili uendelee kupata habari zetu. Kama tulivyokujuza ni kwamba mapambano makali yalijiri kati ya wazalendo dhidi ya M23 siku ya Jumamosi tarehe 22 Machi 2025 ndani ya vijiji vya Businga na Nyangezi, ni mkoa wa Kivu ya Kusini. Mapambano hayo yaliripotiwa kuanza kwenye mida ya saa 10 kati ya muungano wa wazalendo nao M23. Ni tangu saa 10 ndipo mapambano hayo yaliweza kuanzishwa pa Nyangezi kwenye kilima cha Kamina kwenye maeneo yanayoelekea Businga kwenye kijiji kinachoitwa Zahidi na Murambira. Ndivyo zimetaja hivyo duru zetu za habari kutoka eneo hilo. Wazalendo waliingia kwa mapambano ambayo yenye kuwa na shindo ili kuweza kumiliki M23 katika maeneo hayo, na hivyo mapambano hayo yalianza muda huo wa saa 10 hadi kwenye muda ya saa 5 za usiku. Wazalendo waliingia kwa moto mkali katika maeneo hayo kwa kuelekea Businga. Wazalendo walipenda kuweza kumiliki katika maeneo ya Munya, ndivyo zimetaja hivyo duru zetu za habari kupitia mwanashirika mmoja wa kiraia katika maeneo hayo. Ndani ya senta hiyo ya Munya mnakuwa mnaripotiwa wakimbizi wengi ambao waliweza kukimbia maeneo hayo, na hivyo walikuwa kikimbilia kwenye vijiji jirani.
Raia wa eneo hilo waliweza kusikia milio yenye silaha nzito nzito na silaha ndogo ndogo, zikimaanisha ni wazalendo ambao waliweza kuingia katika maeneo hayo kwa moto mkali, na hadi sasa bado haijaweza kufahamika kile ambacho kilichoendelea kujiri katika maeneo hayo. Mapambano hayo kwenye kijiji cha Munya kwenye umbali wa kilomita kadhaa na katikati mwa mji wa Bukavu, mapambano yaliweza kupamba moto, na hivyo wazalendo walikuja kwa nguvu zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba mapambano hayo wanakuja kufanikisha na ili kuingia moja kwa moja ndani ya mji wa Bukavu kati, na hivyo bado hatujafahamu kile ambacho kilichojiri hadi kwa sasa katika maeneo hayo. Mtazamaji, hadi kwa muda huu bado ni vigumu kwa kuweza kufahamu wapi ambako wazalendo walipokwenda kuishia katika maeneo hayo. Je, waliweza kushika vijiji vingine au namna gani? Lakini endelea kufuata channel yako, utaendelea kupata habari nyingi kutokana na mapambano hayo ambayo yaliyojiri siku ya Ijumaa mosi ya tarehe 22 Machi 2025. Lakini wazalendo nasadikika kwamba waliweza kufanya kazi nzuri. Wacha nikukumbushe tena kwamba ilikuwa ni tarehe 17 Machi 2025, mapambano mengine yaliweza kuripotiwa ndani ya vijiji vingi kama vile Mulende, Ngali kwa kuelekea Toyota mpaka Nyakabongola na pembezoni mwake, ambako wazalendo vile vile pia walikwenda kushambulia katika maeneo hayo. Mimi nauliza santre na kwenye bako banagombania na kwako ni combien de minutes? Kwenye biko nagombania biko kumulango baba niko ndoke ni kuangalia kukilima niko kuna kwaka antene ndo kwenye bako nagombania na bali wengine nao biko makati na kila mtu yake bunduki. Alo, donke unasema kama donke pale Nyangezi kuna kwa Banyamulenge ba mingi? Kwa huko mafamili zao zote ziko hapa na wengi walikuwa hapa waonekanake wote wanaanza kuonekana mwingine, na leo wanapokea masira. Alo, donke Banyamulenge bako kote ya M23. Biko kote ya M23. Bo alo sai hauyue benye sasa bako mu centre, sai hauyue kama ni bazalendo ndio benye bako mu centre wala M23. Hata baba niko mnyumba mimi najifungia siyo hata vile. Alo masasi ilianza na 15h. Ilianza na 15h30 na mpaka sai. Donc mabombe na maarme na maarme légère. Kila arme ya msaada na kila arme ya kidogo zote ziko nasikilika sai, ndio zinabakia za kidogo, zile za mabombe wapige tena. Mena sasa depuis jana, est-ce que depuis jana njo bazalendo balingia Nyangezi mule mu periferia ya Nyangezi walai? Iko depuis au moins 4 jours tuko na waona parce que niko naenda kwangu ku village na Murambi, bananiongelesha, niko tuko naonana tu biembe na tunaongea. Alors est-ce que walikuwa wanabambia kama batatake pour du beau ou bien? Oui, depuis jana biko na avize batu batoke batoke bon. Pamoja baliende c'est vrai parce que on sante mkwete na batu batoke baisha kaenda. Shie bana ume tu mwenye na kaza rona ndio mwenye ngali tu mwingine. Donc sai nyi bote muko chini ya kitanda. Papa tuko nagombanisha ndio na matolotolo sai. Pole sana bwana. Papa kwanza mimi nalala njala, kuna tena mwaya kuingia mafiga, ni kuingia tu chini kitanda na vinaishi. Bon. Alors mais donc en tout cas pole sana. Donc kwa antenne ni bazalendo ndio wako kule kwa antenne wala bale ba M23? No, M23 ndio ilipiga position kwa antenne kati yako kila arme zote za msaada, kila arme ya nguvu zote pandisha kwa ile kilima. Alors kule ndio bazalendo walienda.
Bazalendo walianzia pale kwa antene ya pale Nyangezi. Pole sana bwana. Sawa, vingine basi kesho asubuhi utaenda kuita porque njo unatupresize bwana. Yo vile tuko na tena na shiva suba ingine na shi tuangalie kisa kupumzika batutoshe kwa bajama. Mebandu wetu utapasikia batakimbia, njo probleme batakimbia. No, vile depuis 15 mpaka saa hivi vile hawayakimbia, manake na batakimbia tena. Nachonda basi rezita ya usiku tuangalie. Merci beaucoup maître, Mungu akubariki na pole sana vraiment, Mungu awabariki. Antuka damu ya Yesu kufuniki frère. Asante na kwako pia. Kwa kesho tatupatia ingine information kesho asubuhi baba. Mtazamaji, kama nilivyokujuza kwamba tutakuwa pia na habari zingine za kule Moba ambako administrator wa tarafa la Moba ameweza kukanusha habari zisemazo kwamba M23 wanakuwa katika maeneo yale. Habari nyingi zimeweza kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba tayari katika tarafa la Moba kunakuwa kumeonekana waasi wa M23, jambo ambalo linakuwa ni uongo kutokana na yale aliyosemwa naye administrator wa tarafa la Moba. Upande mwingine, administrator wa tarafa hilo amewataka raia wa eneo lake kutoa habari ambazo zisizo sahihi na ambazo zinaweza kusababisha uoga kwa raia na kupelekea kuanza kukimbia makazi yao. Administrator wa Moba ameambia raia wake ya kwamba yeyote atakayenaswa akiweza kusambaza habari ambazo zisizo sahihi, hatua kali itaweza kuchukuliwa zaidi yake na sheria itafanya kazi yake. Mtazamaji, administrator wa tarafa la Moba anakanusha hapa habari zilizozagaa kwamba tayari M23 wamekuwa ndani ya tarafa la Moba, mkoa wa Tanganyika. Nisema kama ni penyenye, ni urime fununu yenyewe haina na msingi wowote. Sababu jana mimi na nyinyi wapashaji wa habari tulizunguka Moba yote, site ya Kirungu, na watu wanafanya kazi kama kawaida. Hakukuwa wala masasi iliyoshikilika wala affrontement, watu wanafanya kazi. Donc tunapiganishwa sasa, ile inaitwa guerre médiatique. Donc vijana wa Moba ambao wamoja ni waenemi wa Republique Democratique du Congo wanafurahi kuanguka kwa mjini, na wao wanapenda waseme kama na Moba imeanguka. Moba hakuna vita, Moba hakuna affrontement, Moba watu wanafanya makazi yao kama kawaida. Lakini nadhania tulipaswa kuwaletea angalisho bali watu wanafanya. Ule tutakayempata kufanya vitu vya namna vile pa marezo kupanike population, manake ndani yake mko akili ya wizi, watu wakimbie ya hiyo. Tutakayempata tutatia mkono na sheria itamhukumu kadiri ya sheria ya Kongo. Kule Walikale, M23 waliweza kuandika kibarua cha wao kuweza kujiondoa ndani ya tarafa la Walikale. Lakini uongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo yamekanusha habari hizo na kuonesha kwamba M23 wapo ndani ya tarafa la Walikale. Kwa sasa hivi M23 wanakuwa kionekana kuandika habari ambazo zisizo sahihi ili kuendelea kuwapa matumaini wale ambao wanaendelea kupambana nao na kuonesha kwamba wameweza kutoka kwenye vijiji fulani, habari ambazo zinakuwa ni za uongo. M23 ni silaha nyingine ambayo wameweza kuichukua kwa sasa hivi, ni ile ya kudanganya kwamba wameweza kujiondoa katika maeneo fulani ili kupumbaza wale ambao wanaendelea kupambana nao na baadaye wanakuja kushambulia. Shirika la raia katika tarafa la Walikale limekanusha habari hizo kwamba M23 wameweza kujiondoa kulingana na kibarua ambacho walichoweza kukiandika kwamba wameweza kujiondoa katika tarafa la Walikale, na ikiwa ni uongo mtupu, bado waendelea kupatikana katika upande umoja wa tarafa la Walikale. Kwa sasa jeshi la taifa FRDC kwa muungano na wazalendo wako upande umoja na upande mwingine unaendelea kushikiliwa na waasi wa M23.
Kiongozi wa shirika la raia ambaye hakutaka jina lake litajwe anaeleza hapa kwa kuhakikisha habari hii. Sinon c'est une façon de tromper le vigilance nationale internationale et aussi à la communauté internationale, et alors que hiyo ni hali ya kudanganya umakini wa taifa na kimataifa, vile vile kwa jamii ya kimataifa, wakati ambapo M23 iko katika mji, na kwa muda huu ambao nawaambia wanaendelea kupenya ili kuenea sehemu zingine bali na makao makuu ya tarafa kuelekea Kisangani. Ndio maana tumeshazoea maneno yao, ni muda mrefu anakuwa na hali hiyo kwa ajili ya kudanganya umakini wa raia. Ndio maana tunaomba kwa serikali ya Kongo kupitia jeshi la taifa la Kongo FARDC na wazalendo kuwafuatilia mpaka mwisho na kuwatoa kwa nguvu katika tarafa la Walikale, kwa sababu ni karibu saa 48 et par la force en territoire de Walikale. Pourquoi? Parce que jeshi la taifa linaendelea kuzunguka na ndege za kivita katika kata zimoja za mji na kwenye uwanja wa ndege, na ni katika hali hiyo tunapendelea jeshi la ardhi lisaidie ili kuwarusha wavamizi katika eneo la tarafa la Walikale. Ces agresseurs dans l'entité du territoire de Walikale. Mtazamaji, kama tulivyokujuza kwamba matamshi yanakuwa mengi kutoka kwa raia kutokana na hotuba yake Justin Bitakwira ambaye ni mbunge mchaguliwa wa tarafa la Uvira na mwakilishi wa wazalendo ndani ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini. Matamshi yanazidi kuwa mengi mtazamaji, kutokana na kauli yake aliyosema kwamba Uvira ndiyo itakaokomboa mji wa Bukavu, Goma na sehemu zingine. Baadhi ya raia wametaja kwamba kuna kuwa na wazalendo ambao wanapatikana sehemu tofauti ambao wanaendelea kupambania udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini. Raia hao wamesema kwamba Foka Mike anaendelea kupambana ndani ya tarafa la Walungu, na hivyo yeye apatikane pa Uvira. Je, na yeye vile afanye kazi za kukomboa miji fulani ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini? Raia hao hawakuweza kufurahiwa na kauli hiyo yake mwanabunge Justin Bitakwira. Mtazamaji, wafuate tena raia wengine hapa ambao waliweza kumjibu mwanabunge Justin Bitakwira kutokana na kauli yake. Amjambo wa ndugu wapendwa. Nataka kumtumia message yeye Bitakwira. Bitakwira kabisa, na kuambia baba, acha hiyo tribalisme. Acha hiyo tribalisme uko nayo. Unaanza kudeborde mubaya. Unakoelekea ni pabaya kabisa. Wenye akili ambao wako na mawazo ya kuwaza na macho wa kuona, unaanza elekea pabaya. Bitakwira, tribalisme gani? Unaanza kubagua Wamushi na Wafuleru na Wabembe. Mimi ni Mubembe, naishi na Wamushi. Sijawahi kuona kibaya kia Mushi wowote ule. Sijawahi kuona Mushi ambaye iko na roho ya mubaya. Uko nasema wazalendo tu wenye wako Uvira na Fizi ndio watagomboa Sud Kivu. Inakuwa miaka ngapi ambayo vita iko kule Muo Plateau? Apepre 10 wako wanapigana kule na wale wanajeshi wa Sarambwe. Kwa nini hamyawezaka kugomboa hiyo mji wenyu kwanza wa Plateau wa Uvira wa Fizi? Hamyawezaka kugomboa hiyo kilima yetu ya Fizi. Leo ndio nataka kia kugomboa hapa Uvira. Hiyo maseme huko nasema inaonekana ulishauziwa na wewe na wadui. Sasa unaanza kutafuta gisi namna gani utaenda unajitoa polepole na kutia division muwazalendo ili wakuacheo vita kisha utupane mji wetu wa Sud Kivu. Tunakataa hiyo mambo yako hiyo Bitakwira. Tunakataa hiyo mambo yako, unaanza kufanya hiyo. Inaonesha ya kwamba kuna nia nyingine uko nayo. Sio kwa maana unapenda watu wa Sud Kivu. Sio kwa maana unapenda watu wa Sud Kivu ndio maana uko unafanya ile. Hapana, tunakataa. Tunakuona kwa mbali, kwa jicho ya mbali Bitakwira. Tunakuona kwa jicho ya mbali. Ule Mushi mwenye unapigania hii Sud Kivu mwenye alikuwa Walungu, Foka Mike. Iko napigana na zuia adui. Ni Mubembe wala ni Mfuleru. Bitakwira. Mama. Mutama.
Acha hiyo mawazo, acha hiyo maneno. Uzungurusha kauli, uzungurushe ulimi wako mbele ya kusema. Na ujikaze uende kumulomba msamaha. Uombe watu wa Sud Kivu msamaha, uombe wa Mushi msamaha. Hiyo sio vizuri na kuambia Bitakwira, sio mzuri kabisa. Wako bwana Justin Bitakwira, député national wa territoire ya Uvira, pia ministre honoraire. Jambo kwako. Ni sisi wazalendo wa Kinshasa tunatafuta kujibia kuhusu mitingi ulizofanya hapo Uvira. Tungependa kukumbusha ujue kama vita vya Bunagana, Goma pia Bukavu vilianza Minembwe hata leo vingali. Hiyo vita vilianza Minembwe kutafuta epicentre ya balkanisation ya Kongo a travers Minembwe. Na unajua ni vita vinadumu karibuni muda wa miaka 20. Na vijana waliweza kupambana na watu Minembwe na wafamia. Ni vijana wa huko Uvira, Fizi na Mwenga. Na wanapambana vita karibuni muda wa miaka 20 nasema. Na ni hivyo vita ni vimoja huko Bunagana, vinaingia pia Goma hata Bukavu, ni vita vimoja tu. Pia ujue kama kwa wote wa vijana wanaopigana vita huko Minembwe hata leo ni wa vijana wa territoire nyingi sana. Mko wa Kongomani wote. Wa Kongo wako ndani, wa Ngala wako ndani, hata Waluba. Na ni watu wanatoka katika territoire mbalimbali pia, kama vile territoire ya Kabambare wako ndani, territoire ya Kongolo wako ndani, ni Mutanganyika, hata territoire ya Kalemi, hata Moba. Kukua wa vijana pia wa Walungu, wa vijana wa huko Kale. Basi ni kutafuta kusema kama ulifanya speech hapo Uvira na ukasema kama ni territoire ya Uvira itakaookoa Bukavu na Goma. Kwa hiyo sisi wazalendo wa Kinshasa hatukufurahiwa na tunakataa hayo mambo yako. Ulipewa coordination ni vizuri, na tumikia coordination. Kidi la coordination ni umoja deja wa kundi au ni unganisho wa kundi. Sababu politike ikiingia mkundi ni vibaya. Na hatupendi kundi ikuwe politize. Tuache faida individuelle zetu, tuziache na tuzitupe mbali sana. Ulipewa coordination sio kwa kusema uzalendo wa Uvira, hapana. Uvira kuna wazalendo shujaa tunajua wako huko kabisa wa ngoma nzito. Kwa hiyo semea wazalendo wote wa Kongo. Na ukitafuta kuparticularize sema wazalendo wa Sud Kivu. Na ndio wanaojulikani wa shujaa waliweza kubloke hemorrhagie. Kama muovu au adui amesimama hapo Bukavu, sio jujua uzalendo wa Uvira tu, no. Wanaobloke hapo ni wazalendo wote, watoto wote wa Kongo. Na kutafuta kuparticularize vitu tutasema kama ni wazalendo wa Fizi, Uvira na Mwenga. Unasikia? Na kama watu wanapanda huko Bukavu wanapokuwa huko Nyangezi, sio wazalendo wa Uvira tu. Hapana. Wazalendo wa Uvira wako ndani, wazalendo wa Fizi wako ndani, wa Mwenga Shabunda wako ndani, wa territoire zingine kama vile huko Bushi, huko Walungu wako ndani, wazalendo wa Kale wako ndani, hata territoire zingine kadhalika. Mutanganyika wako ndani na Mumanyema. Hata Warundi si wako ndani. Warundi wa Burundi. Sasa tunaomba wewe acha hiyo mambo ya kupolitize kundi. Uko deja coordinateur bwana Bitakwira, député national wa huko Uvira na ministre honoraire. Umepewa coordination, ni kazi kubwa. Tumikia coordination vizuri, hatupendi upolitize kundi ya uzalendo. Utapewa kiti utapewa na chef de l'etat sababu umepewa deja coordination. Ni wewe msemaji wa watu wote, lakini acha kusema kama ni Uvira itakaokoa Bukavu na Goma. Acha, unaweza kuregeza wazalendo bure. Hiyo ni politiki unatafuta kutia ndani. Na hatupendi hiyo mambo yako ya kusema hivyo hivyo. Unaharibisha sana na kutukufurahiwa hadi uliweza kusema sisi wazalendo wa Kinshasa. Na ujue kama kila mkongomani yeyote akiwa wa territoire wa huko na huko anaongea na watu wa presidence vizuri sana sababu relations ziko nyingi sana. Vyako vinaonekana ku television na vitu vya watu wengine vionekane ku television na vyote vina converger kwa chef de l'etat. Tunaingia sisi wote masalo za presidence, tunaona wa conseiller na tunaongea nao na vyote vina converger kwa chef de l'etat. Yote ni uzalendo. Semea uzalendo kwa jumla, hapana uzalendo kwa kutenganisha watu kusema kama wazalendo wa Uvira au ni Uvira itakaokoa Bukavu na Goma. Wazalendo wamepitia Uvira, ilikuwa epicentre ya passage.
Wayakutumba wote walipita hapo, wakakutana na Ngoma Mzito, wakafanya plan namna gani wataokoa Bukavu. Wazalendo wote wakitoka Manyema walipita hapo, wengine kutoka Mtanganyika walipita hapo. Sasa watu wa Kongolo wako hapo, Baemba biko kule, Babuyu na Babangubangu na Bazimba wote walitoka huko, sio watu wa Uvira hao. Tunaomba tafadhali, semea uzalendo kwa jumla. Ni wazalendo watakaokoa Kongo, wazalendo, na tunapenda ufanye umoja wa wazalendo, acha kupolitize kundi. Tafadhali sana utusikilize vizuri, ni sisi wazalendo wa Kinshasa. Mchana mwema kwako. Mtazamaji, hadi hapo hatuna la ziada. Tunakutakia kila laheri mtazamaji wetu, ila usikosi kuweza kusubscribe na kusambazia wengine, ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu na mengi zaidi kutokana na mapambano ambayo yaliyojiri katika maeneo ya Nyangezi. Tutazidi kukujuza mtazamaji wetu, endelea kufuata chaneli yetu.